Tumepanga chumba. Ambacho mnalipa shilingi ngapi? 10,000 kwa mwezi. 10,000 kwa mwezi. Mko watu wangapi kwenye hicho chumba? Tumetoka watu 4. Watu 4. Kama una 5,000 tunaweka kwenye buti. Tunaondoka. Kwa hiyo ukiwa na 5,000 mnakaa kwenye buti mnakuja mpaka Mwanza. Yes, mambo vipi? GX Media tuko ndani ya jiji la Mwanza, na hapa wakati tukivuka kuelekea kwenye hatua yetu ambayo tunaifanya, tumekutana na hawa madogo hapa. Sisi hapa tunasubiria pantoni kwa ajili ya kuvuka, ila hawa madogo wana kitu chao hichi hapa. Hichi wametengeneza, watatuambia wametengeneza na nini na kwa nini kinaelea na kinaweza kuelea umbali gani, na kinatumika kufanya nini pia. So tuko na hawa watoto hapa tunapiga nao story. Bana, mambo vipi? Poa. Ongeza sauti kidogo. Poa. Bro, vipi? Poa. Fresh kabisa. Fresh. Wewe unaitwa nani? Naitwa Kevin. Wewe? Oscar. Oscar. Nyie ni ndugu? Ndio. Nani mkubwa kati ya nyie wawili hapa? Mkubwa huyu hapa. Wewe ndo mkubwa. Sasa nyie hapa Mwanza ni nyumbani ama hapa Mwanza ni mmefikaje hapa Mwanza? Nyie nyumbani ni wapi? Si nyumbani ni Geita. Geita. Uko Geita ni kwa mama na baba au kwa nani? Kwa mama. Kwa mama. Kwa hiyo nyie mlitoka Geita kuja Mwanza ili kufanyaje? Kutafuta maisha au mlikujaje Mwanza? Tulipita kwanza Moshi kwa baba. Nyumbani kwa mama ni Geita, Moshi ni kwa baba. Kwa hiyo mmetokea Moshi sasa? Ila huko tukai sana ndio tunaenda tunarudi. Mnaenda Moshi mnarudi Geita au mnaenda Moshi mnarudi Mwanza? Tunaenda Moshi tunarudi Mwanza. Kwa hiyo kuja Mwanza yani mlifikaje Mwanza? Mwanza tu ni kudantia magari, kama una 5,000 tunaweka kwenye buti, tunaondoka. Kwa hiyo ukiwa na 5,000 mnakaa kwenye buti mnakuja mpaka Mwanza. Yaani hiyo buti la gari hilo mnakaaje? Yaani huko kuna hewa au pakoje yani mnakaa kwenye buti la gari mpaka kufika Mwanza? Hewa bwana ipo. Na mnakaa vizuri kabisa. Safari ya Mwanza mpaka Moshi unaweza kukaa kwenye buti na ukafika safari unayoenda. Hiyo noma sana. Kwa hiyo nyie kufika hapa Mwanza mlikaa kwenye buti mpaka kuja kufika hapa, buti la basi, gari private au nini? Ilikuwa ni kabodi. Noma. Hapa Mwanza sasa mlikuja ili kufanya nini? Kutafuta maisha au kuzulula tu na kurudi nyumbani? Tulikuja kutafuta hela. Kutafuta hela. Kwa hiyo mnafanya nini sasa? Yaani mnafanya kazi gani mpaka mpate hizo hela ambazo mmekuja kuzitafuta Mwanza? Tuna barama ni kukuta makopo. Unakuta makopo. Wewe unasoma? Sisomi. Kwa nini? Mimi niliishia la 7. La 7. Na wewe? Sisomi. Wewe umeshia darasa la ngapi? La 6. Wewe una miaka mingapi? 11. Na wewe? 13. 13. Kwa miaka 11, miaka 13. Noma sana. Kwa hapa sasa hizo kazi zenu mnalala wapi? Sehemu ambayo mnalala hapa Mwanza ni sehemu gani? Tumepanga chumba. Ambacho mnalipa shilingi ngapi? 10,000 kwa mwezi. 10,000 kwa mwezi. Mko watu wangapi kwenye hicho chumba? Tumetoka watu 4. Watu 4. Kwa hiyo waga mnachanga shilingi ngapi nyewe 4? 2,500, 2,500. Noma sana. Hao wadogo huyu wana miaka 11 na huyu ana miaka 13, si ndio? Hawa wamepanga chumba, wako watu 4 ambapo wao wanalipa kodi ya shilingi 10,000, wanagawana kila mmoja 2,500 kwa mwezi, wanalipa kodi ambayo inawafanya wanazidi kukaa Mwanza na kutafuta hela zingine. Kwa vipi sasa huko nyumbani waga wanawapigia simu, labda mzee, mama, wanawapigia simu kwa julia hali au mnawasiliana nao vipi? Yaani hawatupigiagi, sisi ndio tunawapigia. Mnawaambia nini? Sisi ndio tunawaambia tunaambia tuko Dodoma. Mko Dodoma. Wanajua mko Dodoma sio Mwanza. Huyo ni mama ndio tunaambia tuko Dodoma. Na baba? Baba yetu anamwambia tuko Geita. Je, kama baba akimpigia simu mama kujua kama mpo Geita inakuwaje hiyo? Walikuwa hawapatani, yani walikimbia. Walitengana. Kwa wewe mkiambiwa sasa hivi mrudi shule, mnarudi?
Shule mimi narudi. Na wewe? Mimi narudi. Narudi. Wewe unataka kusoma uje kuwa nani? Kuja kuwa mwanajeshi. Mwanajeshi? Ndio. Hello, noma. Wewe? Mimi nataka kuwa daktari. Daktari. Kwa hiyo tuna mwanajeshi, tuna daktari, hao madogo hapa. Sasa hichi kitu ni nini hichi? Hichi ambacho nimewaona toka kule mbali sana. Ili nikae vizuri hapa. Nimewaona toka kule mbali sana kule. Mnaelea na hichi kitu. Ni nini hichi? Ile ni boya. Ni boya. Kwa humu ndani kuna boya, kuna maboya na nini? Boya tu. Maboya na mifuko tumeshonelezea. Hii mnaweza mkatembea nao mpaka wapi hapa juu ya maji? Yaani mnaweza mkaenda umbali kiasi gani? Ili unaenda umbali wowote. Umbali wowote. Noma sana. Kwa hiyo sisi tunasubiria hapa Pantoni kwa ajili ya kuvuka kwenda Sengerema. Nyie mnaweza kufika Sengerema pamoja na hili? Mmeshawahi kufanya hivyo? Kwa mfano mkitoka hapa sasa hivi mnaweza kufika Sengerema ndani ya muda gani labda? Tukitoka hapa sasa hivi saa 1. Tunatumia tu saa 1:30. Lisali 1:30. Bana, feri inatumia nusu saa, hawa wanatumia lisali 1:30 kuvuka na hichi kitu hapa. Amuogopi? Kabisa. Ila tulikatazwa sasa hivi kuvuka. Sasa hivi mmekatazwa kulingana na usalama, si ndio? Kwa mfano ikatokea hapo mkadumkia, mnafanyaje? Unaogelea. Kwa mnaweza kuogelea hapa mpaka kule? Kutoka hapa mpaka kule ukaogelea na ukafika vizuri? Mmeshawahi kufanya hivyo? Tayari. Hapa tunaogelea kutoka hapa hadi kule beach. Bwana, achaneni na nyinyi wakishua ambao mnaogelea kwenye swimming pool. Hawa wanaogelea hapa kwenye ziwa Victoria. Ng'ambo ya kwanza mpaka ya pili wanavuka vizuri kabisa na hawana shida yoyote. Kwa hiyo sasa hivi kazi ambayo mnaifanya ni ya kuokota makopo. Ndio inawafanya mnaishi hapa ndani ya jiji la Mwanza. Vipi kuhusu kurudi nyumbani? Yani labda mkisema mrudishwe nyumbani kwa baba au kwa mama, mnaenda wapi na kwa nini hamtaki kurudi? Si nyumbani. Si kurudi, tunarudi. Tunarudi, tunamuogopa baba. Tunamuogopa baba. Kwa hiyo bora mrudi kwa mama. Ila baba alikataa tusirudi kwa mama. Kwa nini sasa alikataa na wakati hampo nyumbani kwake? Kwa nini amekataa msirudi kwa mama? Rudi kwa mama anatufuata. Anawafuata kwa mama. Alafu mkienda kwake na penyewe mnaishi maisha gani ambayo yamewafanya mpaka mkimbie tena? Kule kwake yani ni kupigwa tu. Wanawapiga. Ndio maana mmeamua kuja huko. Ndio maana kwa sababu mkienda nyumbani kwa mama mnafuatwa na baba na mkienda kwa baba ni kipigo. Kwa hiyo mkaamua kutoka kwa baba mje sasa sehemu ambayo hawezi kuwafuata, si ndio? Yes. Kwa hiyo kama mtu akitaka sasa awarudishe shule, mrudi shule muanze kusoma, mkae shule muendelee kusoma, inawezekana hiyo? Au hamtaki kabisa kusoma, mnataka kufanya kazi zingine? Inawezekana. Inawezekana. Sasa mimi nikitaka kuwapata tena nawapata sehemu gani? Yaani mnakuwepo sehemu gani sana? Hapa Kamanga. Hapa pa Kamanga. Kwa hiyo nikija tu nikaulizia majina yenu nawapata. I say noma sana. Na kwenye lile jiwe pale mmesema kwamba kule kuna watu wanakaa. Yaani wanakaa vipi kwenye hilo eneo hapa? Yaani wanakaa kama nyumba tu. Kama nyumba? Ikinyesha mvua maji hayafiki mole. Hayafiki? Huko kuna mapango makubwa sana. Noma sana. Nyie mlishawahi kukaa humo? Na sasa hivi tulikuwa tunataka tuende huko. Mkakae mpumzike. Noma sana. Bana, hii ni noma sana. Hii ni ndani ya jiji la Mwanza. Nimekutana na hawa madogo hapa ambao kiukweli wamenifanya, yani vitu ambavyo walikuwa wamefanya mpaka niwaite niweze kupiga nao story tujue kwa nini wanafanya hichi kitu na wanawezaje kufanya hichi kitu. Hebu pigeni round kidogo hapo niwaone jinsi ambavyo hili linaelea mpaka nyie kuja kufika kule.
Noma bana. Vitu ambavyo unaona haviwezekani huku vinawezekana. Hawa madogo hapo wako kwenye boya, wamefunga na mfuko kama ulivyoliona hapo, na hilo linawawezesha kufika sehemu yoyote ile wakihitaji kuvuka maji. Nenda na hivi huku kwenye jiwe huku. I say, vitu vinawezekana, hawaogopi chochote, wamerelax kabisa na wanaaminia wanachokifanya wana uhakika nacho, na wao wamethibitisha kwamba hata ikitokea itilafu yoyote wana uwezo wa kuogelea. Njooni. Dogo vipi? Kwa unaitwa nani? Kalim. Kalim, wewe unakaa wapi? Huku. Wapi sasa? Kule nilipopanga chumba. Kwa hiyo nyewe wote ndio mmepanga na hao? Na nani? Na wewe bro? Yule pale anaogelea. Mpo wanne? I say, wewe una umri gani? Miaka 13. 13? Umetokea wapi? Mkolani? Mkolani ni kwa mama, kwa nani au ndo kwa wazazi? Kwa mama. Kwa mama. Kwa nini sasa umekimbia kwa mama? Nilikuja tu huko. Yaani kwa nini umekimbia kwa mama? Hamna chakula au hamna nini ndio maana umekimbia kuja kupambana huku? Kaa vizuri hivi angalia. Chakula kipo. Kwa nini sasa umekimbia? Mimi tu nilikuja tu huko. Unasoma? Niko nasoma. Lini sasa? Ulisoma kidato cha ngapi au la ngapi? Nimeishia la 5. Kwa nini sasa uliacha kuendelea na shule? Mimi tu niliacha. Yaani kwa nini? Hamna kitu chochote. Ukiamua kurudi shule sasa hivi unarudi? Kabisa? Noma sana. Njoo nyewe wanne hapa, njooni huyu na hawa madogo hapa. Kwa nyie 1, 2, 3, 4 ndo mmepanga chumba ambao mnalipa kodi. Dogo, sogea naye tupige story. Mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Naitwa Emmanuel. Geuka sasa hivi. Unaitwa Emmanuel? Umetokea wapi? Nimetokea hapa Mwanza. Mwanza? Sehemu gani? Ilemela. Kwa nyie hapa ni wa hapa Mwanza. I see. Wengine sio wa Mwanza. Wewe ni wa hapa Mwanza? Nyumbani ni Ilemela kwa baba na mama au? Baba na mama walishaachana. Kwa hiyo Ilemela ni kwa nani? Ilemela ni kwa mama. Kwa mama? Kwa nini ulikimbia kwa mama sasa? Mimi kwa mama narudi. Waga unaenda? Yeye anajua huko mtaani huko kuna pambana? Hamna. Yeye anajua huko wapi? Yeye anajua niko kwa baba. Kwa baba ni wapi? Geita. Kwa nyie wote mmepanga chumba. I say, hawa madogo hapa wako 4 ambao wamepanga chumba, wanalipa shilingi 10,000 kwa mwezi. 1, 2, 3, 4. Miaka yao ni 11, 13. Wewe una miaka mingapi? Miaka 13. 13. Kwa nyie mnalingana, mdogo wenu ni yule. Mdogo ni yule hapo na huyu hapo ni mdogo. Wote mnafanya kazi moja ya kuokota makopo ili muweze kulipa kodi. Wanaloa kutafuta samaki. Sogea sasa hapa kidogo. Kutafuta samaki. Mkipata samaki mnauza. Bana, hawa madogo wanapatikana ndani ya jiji la Mwanza, na hapa ilikuwa tu tumekutana nao ghafla binivu, tukasema tupige nao story kulingana na vitu ambavyo tumekuta wanafanya.
Nadhani wana vitu vingi sana, tutawatafuta next time kuja kupiga nao vizuri na tuone sehemu ambayo wanakaa ili kujua kwamba unawasaidiaje. Ni watoto wadogo sana ambao umri wao ni mdogo sana, unaruhusu kurudi shule na kuendelea kusoma. Hao madogo wanapatikana hapa Mwanza, tutatafuta next time kuja kujua wanakaa wapi, wanaishije, maisha yao ya kila siku wanaendeshaje. Tutakaa tupige nao story zaidi. Bana, mimi nitawatafuta, sawa? Nikitaka kuwapata na wapatia hapa sasa. Napatia hapa Kamanga. Hapa Kamanga? Kila siku mpo hapa? Kwa hiyo nikija niulizie nani ndo maarufu zaidi hapa? Jina la utani unaniita Kulwa. Sogea sasa hivi. Jina la utani? Kulwa. Kwa hiyo nikija hapa nikaulizia Kulwa na kupata. Sawa. Bana, GX Media tuko kwa ajili ya kukuonyesha vitu vingi ambavyo vinapatikana ndani ya jiji la Mwanza. Mambo ni mengi. Kuwa sambamba nasi, kaa karibu na social media zetu. Tunazungumzia mitandao yetu yote ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata update nyingi zaidi. Hawa ni watoto wadogo sana, wanahitaji kusaidiwa, wanahitaji kurudi shule.